Kwa mara nyingine niwashukuru polisi kwa namna ambavyo walinikamata, kwa nguvu waliotumia, kwa namna ambavyo nimekaa nao kwa siku hizo 2 au 3 kama sijakosea, na kwa namna ambavyo wanafanya upelelezi wao kwa weledi. Wanafanya upelelezi mzuri kwa weledi, lakini kwa namna ambavyo pia wamenipa haki zangu za msingi. Nimeweza kuwasiliana na familia, nimeweza kuwasiliana na mawakili wangu, lakini hata leo niliporipoti, licha ya kwamba nimekaa muda mrefu sana bila sababu za msingi, lakini baadaye walikuja kuniruhusu kwamba ondoka bana, utakuja siku ya Alhamisi. Hayo ni lazima nishukuru, kwa sababu tusiwe ni watu wa kulaumu tu kwa kila jambo. Kuna mambo ambayo ukifanyiwa unatakiwa ushukuru. Yanaweza asiwe na faida leo ukaona kama umefanywa vibaya, lakini yakawa na faida siku zinazokuja, na sio faida kwako tu, faida hata kwa watu wengine. Sisi tunapigania haki, hatupiganii haki za marafiki zetu, haki za wapendwa wetu, tunapigania hata haki za wale wanaotufanyia ubaya. Kwa sababu hata mamlaka ambao watu wanajivuna kuwa nayo leo ni mamlaka ya muda tu. Ni mamlaka ya muda tu. Mamlaka yanapita. Nchi haijaanza leo. Walikuwepo watu walikuwa na mamlaka makubwa, walikuwa wanaonea sana watu, walikuwa wanasimanga watu, walikuwa wanawafanyia watu vibaya, lakini mwisho wa siku waliondoka, kazi yake ofisi, na wakarudi katika jamii, wakaendelea kuwa raia wa kawaida, na baadaye waliwakimbilia wapigania haki kama mimi waweze kuwasaidia pale ambako walikuwa wana matatizo. Mimi sihitaji kupendelewa kwenye swala hili, lakini mimi sihitaji kuonewa. Nitendewe haki. Na kama kuna mtu ananichukia kwa uwezo wangu nilionao mahakamani, sasa hilo ni tatizo lake la binafsi. Kwa sababu mimi kisheria sina mamlaka yoyote ya kulazimisha mtu akashtakiwe mahakamani kwa uongo. Mimi ninao wajibu tu wa kwenda kumwakilisha mshtakiwa mahakamani. Sasa kama kutimiza wajibu wangu wa kiwakili mahakamani kwa weledi, kwa kuzingatia yale nilofundishwa na walimu wangu pale mahakamani, ndio kosa langu, basi mimi niko tayari kukinywa hicho kikombe na kubeba huo msalaba. Mimi naamini mahakamani hatufanyi kesi kwa vitisho. Wala siamini kwamba haki mahakamani pale inaweza kupatikana kwa kumtishia mtu bunduki. Siamini hivyo. Mahakamani is a battle legal field ambako tunakwenda kushindana kwa hoja za kisheria kwa lengo la kuisaidia mahakama iweze kutenda haki. Lakini ndugu zangu, ni muhimu watu wakajua makosa ya jinai chini ya kifungu cha 192 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, ambao ni sura ya 20 ya sheria za Tanzania. Makosa hayo yanaendeshwa katika mahakama za wazi ambazo wananchi wanapaswa kuhudhuria kuweza kuona namna haki inavyotendeka. Kwa sababu kuna kanuni ya miaka mingi sana, there is an old adage, legal principle, inayosema kwamba haki sio tu itendeke, lakini ionekane ikitendeka. Sasa leo tuna makosa makubwa mno tena ambao hayana dhamana, kama ya uhujumu uchumi, makosa ya utakatishaji fedha ambayo imekuwa ni fashion. Ukionekana tu wewe una kierere, unasema sana, unapigwa kesi ya utakatishaji fedha. Mimi mwenyewe nimeshakupewa kesi ya hivyo. Hata leo nikipewa kesi hivyo siwezi kushangaa. Kwa sababu ni makosa ambayo huwa yanatumika kuonea watu tu. Wala siwezi kuona aibu kulisema hili kwa sababu mimi ni shahidi wa haya mambo. Sasa kesi kama hizi mtu anakuambia tuziendeshe kwa siri, yani watu wasijue. Mimi ninachofahamu, kitu cha kwanza kabisa ambacho hapa duniani huwa kinafanywa kwa siri ni uchawi. Uchawi ndio unafanywa kwa siri. Yani hakunaga mtu anakuja kuwanga hapa mchana saa 8 watu watamuona. Lakini kama tunakwenda mahakamani kwa ajili ya kutafuta haki kwa pande zote zinazohusika pale mahakamani, haki lazima ionekane. Halafu ikishaonekana inatakiwa kutendeka. Leo hii kama utaratibu wa kuwakamata mawakili wakiwa mahakamani kwenye majukumu yao utaendekezwa, utapewa baraka zote, itaonekana kama ndio utamaduni, sidhani kama kuna wakili mwingine yeyote atakuwa na uhakika wa usalama wake kwenda mahakamani kutimiza majukumu yake ya kiwakili. Kwa hiyo haya mambo inawezekana watu wanayafanya kwa lengo la kumkomoa madereka, kitu ambacho ni kizuri kwa upande wao kwa sasa, lakini wakumbuke tu hii Tanzania haishi madereka peke yake, na haya mambo yanabaki kwenye rekodi, yanabaki kwenye kumbukumbu. Walikuwepo wengi tu waliokuwa na tabia za hivyo. Mimi ninachofahamu, siku moja hapa duniani nitaondoka, nitakufa, nitaondoka, kama ambavyo mtu yoyote atakufa, ataondoka. Kama ambavyo nilizaliwa siku moja, nitakufa siku moja. Lakini ni jambo la kushangaza sana, yani kutumia mamlaka kumtisha mtu kwa vitu ambavyo havina maana kwa sababu tu una mamlaka.
Mimi nasema hivi, kama mtu ananichukia mimi kwa ajili ya kutetea haki za watu, anapoteza muda. Mimi siwezi kuacha kutetea watu, siwezi. Huo ni wajibu wangu ambao ninadhani ni wajibu wa kitume nitakao kwenda kuulizwa siku kwa Mungu siku nitakapoondoka kwenye dunia hii. Lakini ninachokitaka ni kwamba niendelee kuishi siku nikifa. Mimi siwezi kuwa nimezaliwa nikaishi alafu nikaondoka. Hakuna kitu chochote ambacho nimekiacha kama alama kwenye maisha ya watu wengine. Kwa hiyo wito wangu tu ni kwamba Watanzania waendelee kufuatilia swala hili la kukamatwa kwangu na kupewa kesi ya kinachoitwa kudharau mahakama. Sijawahi kudharau mahakama. Kuna mifano mingi tu ambayo mahakama inaweza kuchukua hatua za papo kwa papo pale inapoonekana kuna wakili au mtu mwingine amekwenda kinyume na sheria. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo ni jipya kabisa, na sijui tutapata faida gani kwenye hili, na sijui ni kwa maslahi ya nani. Kama kuna kesi inamhusu mtu yeyote, awe ni wengi awe ni nani, sisi tunachotaka atendewe haki, na kama hana kosa aachiwe. Kuna shida gani? Hii mambo ya lazimisha mambo tuyatengeneza bad precedent kabisa kwenye mahakama zetu, na hasa katika ngazi ya mahakama kuu. Kwa sababu hili hukumu zaidi zinapotoka za kuonea watu, mahakama itakapokuwa inakaa kimya kuona haki za watu, itafika mahala watu wataacha kuiamini mahakama. Sasa kitu ambacho si kizuri. Na sisi kama wasaidizi au maafisa wa mahakama tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba mahakama siku zote inaheshimika kama muhimili wa utoaji haki, inakuwa ni kimbilio la watu wote ambao wanaonewa. Kwa hiyo baada ya kusema haya machache, ninawashukuru sana waandishi wa habari wa vyombo rasmi vile vya habari, the mainstream media, lakini nawashukuru waandishi wa habari wa mtandaoni, nawashukuru watu wote ambao wapo katika mitandao ya kijamii kwa kupaza sauti zao ambazo kwa kweli zilikuwa kubwa, nimekuja kuziona baada ya kutoka. Na washukuru watu wote, wadau wote wa haki, vyama vya siasa, taasisi za kiraia, taasisi za kupigania haki, viongozi wa dini. Na nimeambiwa pia kuna viongozi wa serikali walinitumia salamu za pole na za kutaka nitendewe haki. Nimeambiwa vyama vya siasa vilivyoshiriki katika kunipigania niweze kutendewa haki, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, chama cha ACT Wazalendo, nimeambiwa na CCM pia walisikitika na wenyewe kwenye hili. Kwa hiyo nawashukuru sana. Tena kama CCM ndio chama tawala, wanapaswa kabisa kuwa mstari wa mbele, na kama wamefanya hivyo kwa kweli nawashukuru, kwa sababu hata katika ilani kauli mbiu ni kazi na utu. Sasa kama kweli kwenye hili la kwangu wamenitumia salamu na kunitakia mema, basi mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa huko uliko, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, nakushukuru kwa kuweza kusimama kwenye hilo na kuonyesha utu, kwa sababu nchi hii, wewe kama kiongozi wa nchi unapaswa kuhakikisha kabisa unawalea Watanzania kama wanao, kwa kuhakikisha kila mtu anapata haki. Kwa hiyo kwenye hilo nashukuru. Ilani inakuwa imetekelezwa vizuri, kazi na utu. Na ninaamini hii kazi na utu ambayo imeonyeshwa kwangu, basi ionyeshwe na kwa watu wengine. Mimi nimetoka sento huko, kuna watu wanashughuli kesi zao ziko huko, watendewe haki tu. Na sheria inasema kwa mfano kila mkuu wa kituo cha polisi popote pale alipo anao wajibu wa kupeleka orodha ya watuhumiwa wanaowashikilia kwenye mahabusu yake ndani ya masaa 24 kwa hakimu mkazi wa wilaya au hakimu mkazi wa mahakama ya hakimu mkazi popote pale. Sasa hili kama likifanyika litasaidia sana kuweza kujua ni kina nani wanakaa mahabusu kwa muda mrefu, lakini kupunguza uwezekano wa watu kukaa mahabusu kwa muda mrefu kinyume na sheria. Mahakimu, natoa wito kwa mahakimu wafawidhi wa wilaya na mahakimu wafawidhi wa mikoa waende wadimandi kupelekewa orodha za watu wanaokaa mahabusu. Wao wanayo mamlaka hayo kisheria kujua ni watu wangapi wamekaa mahabusu na kwa nini wanakaa mahabusu kinyume cha sheria. Hayo yote yakifanyika, hiyo kazi na utu ambayo tunaihubiri hapa itakuwa na maana sana kwa ajili ya Watanzania. Kwa sababu kazi na utu
hata kama ni ilani ya CCM, lakini si ndio inayotekelezwa? Kwa hiyo matunda ya utekelezaji wa ilani kama yatafanyika kwa ufanisi zaidi, anayefaidika ni Mtanzania, awe ni wa CCM au sio wa CCM, lakini matunda ya hiyo kazi na utu yanatufaidisha sisi wote. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, niwaachie na mawakili wenzangu mawakili wangu ambao walishiriki katika kunisaidia kwa namna moja ama nyingine, na wenyewe waweze kutoa neno kwa Watanzania ambao wanatufuatilia kama shukurani, lakini pia kama kuna changamoto yoyote ambayo pengine wangetaka kuitoa kwa mamlaka ili basi iweze kufanyiwa kazi. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, nashukuru sana kwa kunisikiliza.